tuomba. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo ya Mungu Baba na Mtakatifu viwe na nyote. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa Mungu, tumekuja ili tuweze kumsindikiza wiyagui wetu Francis. Tunamsindikiza na matumaini ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea yeye katika makazi ya milele. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka ambayo alimjalia hapa duniani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi ambayo alifanya, hasa kazi ya familia yake na hasa kazi ya dini ambaye aliitwa ili aweze kutumikia, na kazi zingine zote ambaye alifanya kwa ajili ya nchi yake. Na ndio maana siku leo tuko na nafasi ya kusherehekea maisha yake. Tuko na nafasi ya kumsindikiza na matumaini. Naomba kwa ajili ya baraka Mungu Mwenyezi apende kumkaribisha yeye katika uzima wa milele. Na hili tuweze kustali katika misa leo, tuweze kujuda dhambi zetu. Ninamuungamia Baba Mwenyezi Mungu Mwenyezi aturumie, samehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana uturumie. Kristo uturumie. Bwana uturumie. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani ya kwamba mwana alikufa na kufuka. Ujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako agui wetu Francis aliyelala katika Kristo apate furaha kufuka kwa njia ya Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Karibuni katika somo la kwanza. Somo kutoka kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohana. Mimi Yohana niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwani mbingu ya kwanza na ulimwengu wa kwanza vilikuwa vimepita na bahari haipo tena. Nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umetayarishwa kama bibi harusi aliyejipamba kwa ajili ya mume wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisema, "Tazama,
hema ya Mungu kati ya wanadamu, naye atakaa kwao, nao watakuwa taifa lake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi katika macho yao. Hakutakuwa tena mauti, wala sikitiko, wala kilio, wala maumivu, kwa kuwa mambo ya kwanza yatakuwa yamepita. Yeye aliyekaa katika kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote upya. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mwenye kiu nitampa cha kunywa pasipo malipo katika chemchemi ya maji ya uzima. Ashindaye adhariti haya, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikisana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha katika malisho mabichi. Hunipeleka kwenye maji matulivu. Hunipatia nguvu. Huniongoza katika njia zilizo sawa, na kwa ajili ya jina yake. Kiitikio: sitapungukiwa na kitu. Hata nichapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako la fimbo yako vyanituliza. Kiitikio: waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Kweli wema na fadhili zilizofuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Baba kwa miaka mingi ijayo. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Shangilio la Injili. Na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa umewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Na Bwana awe nanyi. Somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Tunasoma Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 12 mstari wa 23 hadi 28. Wakati ule Yesu aliambia wafuasi wake, saa ya kutukuzwa mwana wa mtu imewadia. Amina, amina nawaambieni, chembe ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, inakaa hali hiyo hiyo peke yake, lakini ikifa inatoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataipoteza,
na ichukie nafsi yake ulimwenguni hapa, ataiokoa kwa uzima wa milele. Mtu akitaka kunitumikia na anifuate nilipo mimi, mtumishi wangu atakuwepo pia. Na tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Na saa roho yangu inafadhaika, nami nisemeje? Baba aniokoe katika saa hii. Lakini ni kwa nia hiyo nimefikia saa hii. Baba, alitukuze jina lako. Mara ikaja sauti kutoka mbinguni ikasema, nimelitukuza na nitalitukuza tena. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bwana Yesu asifiwe. Jamge wa Kristo, salamiane bila network. God is good and all the time. Ongilos Yesu Kristo koigoige. Bwana Yesu asifiwe. So leo hii watu Mungu tumekuja ili tuweze kumsindikiza huyu agui wetu Francis kakibang betaurani asubeni kisindikishan Francis agwene nyone age mwaji kiptayat kongoi ingenyeshe kiwa jinendet ketufete kwa lingonyoni age sagura kwa big up kai kiwa jigaige tu betaurani. Na tunapoomba kwamba kuna matumaini kwamba mtu akimfanyia Mwenyezi Mungu kazi, Mwenyezi Mungu atamtukuza siku ya mwisho, kama vile tumesikia katika injili ya leo. God is good and all the time. So yagimige mwae gongoi agele ngura mosina we ingenye jagi gwaji kiptaya abwa subini gwaji heshima ni bolet kigwaji heshima ni mwisho kigwaji ni heshima kitinye kama munet akubangiti tab Yesu Kristo na mogi yani Yesu Kristo ni ginget kungete kene Yesu Kristo ngbetu tablet. Amen. So leo hii tumekuja ili tuweze kumpatia heshima yake ya mwisho. Mama jamu mmoja mheshimiwa alijukuna morobi lakini haikana mjigane gei mwe ngawaji mheshimiwa kwa mwe so ngete so kutio kwa baadaye. God is good and all the time. So watu wa Mungu, leo hii tumekuja kumsindikiza huyu mzee wetu, ni wa heshima sana. Tunaweza sema he was really a statesman person. A statesman person, mtu ambaye alichallenge yake, alichali familia yake na alichali pia imani yake. Kwa hivyo tumekuja sisi zote kwa heshima, na ndio maana tumekuja kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali, kutoka mahali mbalimbali. Na tumshukuru mzee sababu tumeona kwamba hapa kuna security ya kutosha, na kwamba pia na hawa security men and women pia umehubiri injili ya kutosha. Ni mara ya kwanza kumbe kweli hata injili, lakini maajabu sana. Injili imepenya kwa military huku, lakini huku mashinani ingali kumbaya. Imagine mtu wa bunduki yako na security ya kutosha na anahubiri Mungu. Nye ni iwe ndo ate kurunguti nege na miningule kumenge na kutile Mungu kumyano. God is good and all the time. Kwa hivyo watu wa Mungu tumekuja pamoja ili tuweze kumsindikiza huyu mzee wetu kwa heshima, na tunamsindikiza na yeye na matumaini. Tunajua kwamba kuna ufuko. Tunajua kile mitengeti pikyo. Na wata wangu nigetu yejingbe tabrani asuko kisindikisan bondo ni emeshima. Mungengele tuun gitu tosi. God is good and all the time. So kila ambaye imetuweka pamoja, ni siku moja tutakutana. Sisi zote tuko safarini hapa duniani. Tumesikia katika Yohana ya Ufunuo kwamba ile Yerusalemu ya pili ambaye tunaambiwa, Yerusalemu ya kwanza iko hapa duniani hii. Yerusalemu ya pili ni ile ambaye tunatazamia kule juu mbinguni. God is good and all the time. So watu wa Mungu, ndio maana tunastahili kila wakati kutenda mema. Tunastahili kila wakati kutenda mazuri. Tunastahili kila wakati kusindikizana kila wakati. Kwa sababu hiyo ndio maisha yetu kama Wakristo. Na ndio maana sisi kwa wakati huu tunasema
it is a year of pilgrims of hope. Mahujaji ya matumaini. Mahujaji ya matumaini sababu tunaposaliwa we are pilgrims, sisi ni mahujaji katika duniani hii. Na we are on pilgrim tukienda juu mbingu. God is good. Na ndio maana leo hii tumesikia katika injili ya leo, hiyo ni maneno ya Yesu Kristo wakati wa mwisho ilifika. Amesema siku ya mwana wa Adamu kutukuzwa imefika. Na baada ya kumaliza kazi yake, ndio maana akasema ile mbegu ya ngano isipoanguka chini na isipooza haitazaa matunda mengi, ambayo tunalinganisha na maisha ya huyu mzee wetu, kwamba aliingia hapa duniani hii na akachapa kazi duniani hii na akachapa kazi ya injili duniani hii. Alikuwa katekista wa kwanza, alihubiri injili, na kwamba wakati wake ya kurudi mbinguni imewadia. Na kwamba furaha kubwa ni kwamba ni ile mbegu ameacha hapa duniani hii. Ameacha mbegu ya dini, ameacha mbegu ya imani, ameacha mbegu mazuri katika hii familia, na hata ile kazi ya mikono yake inaonekana. Amen. Ndio maana hata sisi tunaalikwa leo ili tuweze kuacha matunda mema duniani hii. Watu wengine pale lakini wamekuja tu kukula tu matunda. Hakuna matunda wanaacha duniani hii. Ndio maana Paulo alikuwa anasema mtu asipofanya kazi na asifanye nini? Bwana msemi kwa nguvu. Mtu asipofanya kazi asifanye nini? Asile. Sababu unakula yenye nani alitengeneza. Kwa hivyo watu wa Mungu, sisi sote tuweze kuwachapaji kazi ya Mungu. Sisi sote tuweze kueneza injili ya Yesu Kristo katika matendo yetu. Nimefurahi sababu hawa askari wetu wanatangaza wanashika bunduki nyingine. Wapi askari hawa wanatumianga gani kushika bunduki? Tumsifu Yesu Kristo. Askari muko? Askari muko mnashika bunduki mkono gani? Left ama right? Niliona ule mwingine alikuwa anaelezea zile sheria za military skills. Alijaribu kutuonyesha kutufundisha ile maisha ya Kristo. Kama ungesikia penye alikuwa anapangilia hiyo mambo yake, ni ile mafundisho ya military. Kwamba wakati kitu imefanyika, the first thing you have to accept. Then secondly you have to acknowledge. After acknowledge pia you forge ahead. Kwamba mnapoingia katika vita ni kwamba anything can happen. Na kama kitu inapofanyika, not all is lost. Unakubali ile ambayo imefanyika and you forge ahead. What is good? Ni kama maisha pia ya Kristo. Ni kwamba uzuri sisi tuko na matumaini na tunajua kwamba huyu baba wetu ameenda nyumbani. Ameenda nyumbani wapi? Ameenda nyumbani kwa Mungu. Kwa Mungu. Na jamani tuko na matumaini, tumekuja kumsindikiza. Bagile kwa kuna mwekore. Agere kunyekore no afsan ngoro nanga na kuna mugara ni ongolinda. Amungi nyene ngora ke gone njai. Lakini mtume nyekore tingi biwe kwa skimu ngolinda. Mtume nyekane kuna kinyoni. Ulai kile menyoro gane diganu. Najua baadaye ile concept ya mbinguni. Concept ya mbinguni ni kama it's like a state. Iko na kila mtu. Na ndio maana kila mtu, wazee wanaitwa, vijana wanaitwa, watoto wanaitwa, kila mtu anaitwa. Sababu it's a state. So kila mtu askari anaitwa. Tuweze naomboleza kijana askari wetu mmoja ambaye alikuwa hapa 2 years peke yake na Bongo barbuni. Sisi the way we feel it, lakini ni mpango ya Mungu. Nilikuwa nikisema maybe wakati tukifanya recruitment tubadilishe zile requirements. Requirements inakuwa inasemanga lazima ukuwe na futi 7. Ni nini tena askari wengine wenye hapa? Lazima ukuwe na afya mzuri. So nisaidie bwana jamaa wangu wa interior.
Huyu jamaa Murkomen mwenye hapo na bibi. Ingine ni nini? Meno lazima ikue. Wale ngumige ni kwa meso baadaye kulinda wana nenye. Ananda vio kuma itinyi kake tukon the only slow kuna ini. Especially kuma shabab kama ikiwezekana. Ingine ni nini? Na zingine physical fitness lazima uweze kukimbia. Mweke sasa at least lazima uwe na watoto 2 hapo nyuma. Siamu tu amwage na kazi nikele ngorobe na hapo gozo naweza enda hata ujamaliza siku moja unae. Kuta mambo tu imwamte sasa na la kwa hiyo moja hapo mure jutoji. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Ili tukue na matumaini ya siku zijazo. Lakini kila ambaye ninanuia kusema ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa security. What is good? Kwamba Mwenyezi Mungu analiongoza kila kitu. Mwenyezi Mungu analidhibiti taifa letu. Mwenyezi Mungu analidhibiti nchi yetu. Huyu mzee wetu amejaliwa na hiyo miaka yote. Ili pia tuweze kupenda jinsi Mwenyezi Mungu anavyotupenda. That's why by the mimi niliamua kuvumilia. Sisi Katoliki tuleki kwa sita. Misa ina. Lakini Mungu bonda ni kwa kile na kinyeshe. Ale tawe ndio ni kusaiwa na tamanga bagi choto. God is good and all the time. So lakini jamaa hivi ule jita ni rawi choto yo kige ni kwa kulia sister. Madam ngengala usala live waweze kune. God is good and all the time. So tuombe Mwenyezi Mungu asa kwa wale pia tuombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mzee wetu na kwamba ile kazi ambaye ametuajia tuweze kuheshimu. Zile kazi ambaye alifanya na mikono yake watu Mungu tuweze kushikilia. Tunapomtunza zile vitu ambavyo alifanya, tunamheshimu mzee, that he may rest in peace. Magamoja mutai utawa ni mulewo gakirabege tukundelewa na pana. You are not letting him to rest in peace. Lakini for him to rest in peace ni kushikilia maadili ambayo alikuwa nayo. For him to rest in peace ni kushikilia ile mafundisho ambayo alifundisha. For him to rest in peace lazima mkae kwa amani na umoja. Hiyo ndio mafundisho ambayo yeye kwamba Mwenyezi Mungu anatuhitaji tuweze kujifunza kwake. Najua hii taifa ambayo tulivyo navyo sasa. Ile kisasi ambayo tulivyo sasa wanasema hii ni kisasi cha minus. Sisi tu kazi yetu ni ku minus. Wazee wetu ilikuwa ni kisasi cha ku. God is good. Okay, mnemo wako mmoja sutare tu kwa na mwe. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Wale ibinda nyoje jangu ni ibinda na kwa minus jangu. Anane mheshimiwa. Hapo ngigar kiroge ngatelilingia kuno. Umegere kuwetikere kumaka. Mugere kwa hiyo mugere kunia kuna. Kuruete again na ni kitu ambayo inasaidia mazingira. Lakini unapoona na maji yako wewe unaona kama ni makaa. Tukirudi chini ya magani kumbe nyinyi ni watu wa minus, si watu hiwa baba wengi. Hata mtu akiona ngora ngukeni minote uye mwingine anaona mwingine anaona feathers, mwingine anaona nyama, mwingine anaona hakuna mwenye anaona mayai. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo wengi wetu inategemea jinsi tunavyoiona. Tunastahili kuangalia kwamba sisi ni watu wa kuplus. Sisi ni watu wa kuongeza. Sisi ni watu ambaye tunaipanua. Tunaiongeza kila ambaye tumejaliwa. Kwa hivyo tunashukuru mzee, ndio maana tumekuja kwa heshima sababu ya ile tajiriba ambaye alikuwa nayo, ile heshima yake, ile mambo yake ambayo aliweka vizuri, na ndio maana tumekuja ili tuweze kumsindikiza yeye kwa heshima. Na vile vile sisi ambaye tumebaki tuweze kwa watu ambaye pia tunamheshimu kwa kuweka zile maadili zake
na zile mali zake kwa njia ambayo ni nzuri. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Si mbaya, naona hii kagwa pole kama si tangeteni majiji, msiongee, hiyo ni kazi yangu peke yangu. Sababu haya, tusimame kwa sala. Tumuombe huyu agui wetu kwa Bwana Yesu Kristo aliyesema mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu agui wetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Na Bwana twakuomba utusikie. Twakuomba umpokee mbinguni huyu agui wetu Francis aliyekula karamu na mwili na damu yako. Na Bwana twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa ili wasifikiri hata mara moja ya kwamba wameachwa na Mungu. Na Bwana tukuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Na Bwana tukuomba utusikie. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wetu, usijalie roho za marehemu waondolee dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi kwa ajili ya sadaka. Tuwekea wimbo wa sadaka na wanakwaya. Kwa ajili ya mzee, yeye alikuwa anapeana sadaka kanisa, lakini kwa sasa yeye analala katika sanduku. Sisi tuko hai, tunatoa kwa ajili yake.
sisi sote tuimarike kwenye kazi zetu, kuyatenda mema, tuishi kwa duniani, japo tutakufa twende zetu mbinguni. Kuyatenda mema, tuishi kwa duniani, japo tutakufa twende zetu mbinguni. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana, safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana, safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Bado kuna tumaini kwa waliokufa, watafufuliwa siku ile ya mwisho, parapanda ya Bwana itakapolia, watafufuliwa. Salini ndugu zangu, sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Baba Mwenyezi. Bwana uwe radhi kuvipokea vipaji vyetu ili huyo mtumishi wako Abu wetu Francis apokelewe katika utukufu pamoja na mwana ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote wanaunganishwa naye, wanaishi na kutawala daima. Wako Abu wetu Francis, tunakuomba mjalie aingie katika makao ya mwanga na amani. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Asante sana, tuketi. Naomba mtu mmoja wa familia atoe neno la shukrani. Baada ya hiyo tunaandamana kule katika gravesite. Msi wasiwasi, tumeandaliwa chakula, akuwa ameandaa chakula vizuri. Ndugu yetu kwa Agui. Amoja magongoi na inege. Ikwaro na ngobwa. Wangete bitu kwa kenge, ungete gorono kuno. Kimoy gongoi. Boy ngai. Ngortuna kiterjin. Itu kwa gogo ni. Sauti gogo ni. Kimoy gongoi. Ana committee te wai boishoni kimoy gongoi ogo matawi hospitali logo yang ketarta agui ko gongoi ni tendai so yebesto singuno ko do yitu jaba so yete ngai korito jametam ke tumoje kete orang saet angite gaene asobit kuguni ropta ketar boishoni awongo mamagenyi kirista uroto aranja tongeringin ke moy gongoi mi jai kimigoi te gogyo agiyo goron ko in motkoji ko merbet goto mandangu no olagore ropta anakoliai ko family ko bineji tege nyongitin afiga ko ketar jai man ketejo Bro, so gini gongo pikyo, gongo misi, bodo jotoga, imbanda tongo kengi, gongo. Asante sana mzee Sera Masai. Basi langu pia ni kusema asante sana kwa ushirikiano wenu mwema. Kuna gongo missing because gongo validated in the program. Ningependa kusema asante kwa Temanganya Sikia. So most of them wako huko Celia. So kutoka kwa ofisi ya Nimrod sema tuseme pole kwa wenzao ambaye ni engineer Amontu ambaye anafanya kazi akiwa workshop saa ndio kwa agolo time mucha so time mucha ndio mjata tu kwa murobo ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tukae na amani ya Kristo, misa yetu imekwisha. Haleluya, haleluya. Bwana mpokee huyu ndugu wetu Francis katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha na mwisho na ukaa miongoni mwa watakatifu wako milele. Tunaomba yote kwa jina la Kristo Bwana wetu.
utendeke duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe tusiotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Umejaa neema. Omutwa we chariots, omutwa bikchu, bik chekikobun ng'woninwek, omutwa kobwa komuny koikeny, omutu oorenionu koterterichu. Ibomutu jemite bitoni, omutu jemi bitoni, ogutigo nedione jorwenyo, gomutet kimun koigen. Ibomutu jemite bitoni, omutu jemi bitoni, itinye tuye kutigondingu. Dhambi zao zote na usipokee kazi zao njema, na Bwana tuomba usikie na kuomba. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu wetu, Bwana watulize wote waliofiwa, na Bwana tuomba usikie na kuomba. Mwanao tunakuomba usialie sisi na ndugu zetu marehemu, tufuke katika furaha, tunaomba yote kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Jesu magomi rira kokeny magomi ngwonindo kokeny amagomi kateyet eng kainetab Jesu. Amen. Ibomutu weka mwili wake udongoni ndio ulikotoka. Kristo mfuka wa kwanza toka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu wetu Francis wetu kwa Bwana, na Bwana mpokee katika amani yake, na mwili wake haifue siku ya mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika maji ya ubatizo Mungu akamilisha ndani mwako alianzisha katika ubatizo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu.
ya kwamba maisha hapa ni mafupi, na ya kwamba tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu wako siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raya milele umbe Bwana. Apumzike kwa amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Waandikwe ishara ya Bwana. Duniani